Media will maximize your potential. Kila mara unakuaga unafanya tuna mioyo yetu haitakuwa natulia tena. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mtuhurumie na kutaka kuchelewesha. Lakini niombe tusome risala fupi ya marehemu. Ni kwamba Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kabla ya yote jamii ya Baluba wa Buluba Ibukata hapa kambini Nyarugusu, tunaomba kuwashukuru ndugu, jamii, marafiki, majirani na kanisa la Uamsho wa Makerubi na vilaji yetu ya D1 kwa ushirikiano wenu pamoja nasi kwenye msiba wa mke wetu Elizabeth Mwavita. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Namba moja, maisha ya marehemu. Marehemu mke wetu alijulikana kwa jina la Elizabeth Mwavita Kalumbilo. Alizaliwa Kalemi nchini DRC Congo, mkoa wa Tanganyika mwaka wa 1966. Samani lugha hiyo. Baba mzazi wa marehemu Baba mzazi wa marehemu alijulikana kwa jina la Rafael Kangezi wa kabila la Watabwa. Mama mzazi wa marehemu alijulikana kwa jina la Marceline Kimpinde Mukosela wa territoire ya Moba, kabila la Batabwa wa ukoo wa Bazimba. Marehemu ameolewa tangu mwaka wa 1986 na ndugu Celestin Mudijia Mwamba, jina maarufu mzee wa upako, wa kabila la Baluba wa ukoo wa Bene Kanyama, territoire ya Manono, province ya Tanganyika, na wametimiza karibuni miaka 40. Wametimiza miaka 40 ya ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Marehemu alijaliwa kuzaa watoto 8 jumla, wa kiume 5 na wa kike 3. Walio hai ni 5 na 3 wametangulia mbele ya haki. Marehemu ameacha wajukuu 23. Masomo. Marehemu amesoma na kumaliza école primaire na kupata certificat yake. Kazi. Marehemu alikuwa mkulima na mfanyabiashara ndogo ndogo. Alikuwa mwanamemba wa vikundi mbalimbali vya sela. Samani, na alikuwa mshauri kwenye vikundi vya familia. Hii maiko tunatafutia hatari hii. Dini. Marehemu alizaliwa na wazazi wa Kristo na alibatizwa kwenye kanisa la Roman Catholic. Baadaye akaamini kwenye kanisa la Uamsho wa Makerubi tangu mwaka wa 2009 hadi leo, na anaendelea kuwa Mkristo hadi mwisho wa maisha yake leo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. 5. Magonjwa. Marehemu alisumbuliwa na ugonjwa wa figo na kansa ya damu kwa muda wa miezi 5 hadi mauti ikamkuta. Yes. Baada ya harakati mbalimbali ya kumtibisha, ilimfikisha hadi hospitali kuu ya Muhimbili pale Dar es Salaam kwa vipimo zaidi. Pia kwenye maombi mbalimbali marehemu alipelekwa kule ili aone msaada unatoka wapi, lakini haikufanyika mpaka inamfikisha leo. Kifo.
Marehemu alifariki siku ya Jumamosi, siku ya posho kwa lugha yetu, tarehe 13 mwezi wa 12 25 mwaka na saa ya 17h10 jioni pale hospitali kuu Meni. Marehemu amefanya takribani miaka 60 ama 60. Kwa kumaliza, tunapenda kuwajulisha kwamba msiba wa mke wetu Elizabeth maarufu Mama Thomas tutatandua siku ya 5 Ijumaa tarehe 19/12/2025 mwaka. Tunamaliza kwa kusoma neno la Mungu katika barua ya Timotheo wa kwanza sura yake ya 4 na mstari wake wa 7 hadi 8. Neno la Bwana linasema, nimeshindana katika haki, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda, taji ya haki nimeiweka kwa ajili yangu, ambayo Bwana anayehukumu kwa haki atanipa siku ile, sio kwangu tu, bali pia kwa wote wanaomngojea kwa shauku kuonekana kwake. Mwenyezi Mungu wa babu zetu na Mwenyezi Mungu ambaye ametuwekeza maisha sote atubariki na umbarikiwe. Amen. Amen. Neno la mwisho. Tumalizie. Tunawashukuru ndugu jamaa, marafiki na majirani na kanisa la Uamsho wa Makerubi na village ya D1 kwa kuwa nasi kwa kipindi chote hiki cha majonzi. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo awabariki pamoja nasi. Yes. Basi siku ya 5 Ijumaa tuwe sote pamoja na tukitandua msiba wa mama ambaye ametuacha, na Mungu awabariki. Amen. Lakini zaidi ya yote tuite baba mzazi wa mama aliyetuacha, Washimbi, nao wana neno la kuzungumza. Ni waombe waje. Baba. Mbela Media will maximize your potential.